Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Baada ya taarifa nyingi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye baadhi ya vyombo vya habari, wadau, wapenzi wetu na mashabiki walikuwa na haja ya kutaka kujua ukweli wa hili ni upi, ili wapate taarifa rasmi kutoka sehemu husika. Kwa hiyo tulilazimika kuwapa taarifa kwa njia hiyo, ili wajue kwamba hiki kinachozungumzwa ni uvumi tu, hauna ukweli wowote na haiko hivyo. Ni watu tu baada ya kuona ubora wa mwalimu kocha wetu Ahmad Ally, ambaye kwa hakika ubora wake haujifichi, uko wazi, kwamba ni kijana Mtanzania mwenye uwezo mkubwa kufundisha soka. Ukiwataja makocha wawili watatu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa ubora bila kumtaja Ahmad Ally ueleweki. Sasa katika hali na mazingira hayo, wapo wanaomtamani kwamba angekuwa pengine wa kwao, lakini kuna taratibu na kuna namna pia ya kumpata mtu wa aina hiyo unapomhitaji. Kwa hiyo sisi Ahmad Ally binafsi nilizungumza naye baada ya uvumi huu kutaka kujua, kwa sababu sisi kama uongozi, kama timu wenye mkataba naye, bado tulikuwa tuna taarifa yoyote zaidi ya kusikia huko kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari. Kwa hiyo mimi binafsi nikazungumza naye kutaka kujua labda wamepita kwake huko, wamezungumza, wamefikia makubaliano hayo bila uongozi wa kujua. Ni kijana mwadilifu sana Ahmad Ally. Kwa wale ambao wamekuwa naye, wakizungumza naye, wanahabari wakimhoji, wataona uadilifu wake, wataona misimamo yake, weledi wake katika kufanya shughuli zake za kila siku ndani ya kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo alinipa ushirikiano tu mzuri, na akanieleza kuna kitu kama hicho na wala hafikirii kufanya jambo hilo. Okay, na kama kutakuwa na mazungumzo zaidi endapo Simba atakuja rasmi kumtaja huyo kocha, nyinyi JKT mko radhi kumruhusu mchezaji au huyo kocha? Hatutaki kuzungumza kitu ambacho hakipo. Yaani wala sina muda huo wa kuzungumza kitu cha kufikirika. Yaani napoteza muda kuongea kitu cha kufikirika ambacho hakipo. Yaani calories zangu hizo nizitumie kueleza jambo ambalo wala halipo. Yaani Saidi, unaona ni jambo la heri. Kwa hiyo siko tayari kuzungumzia kitu ambacho ninaamini kwamba hakipo. Kikubwa ni Watanzania kuamini tu kwamba hiki ninachokizungumza ndicho chenyewe. Hakuna taarifa na hakuna kwamba kocha wetu Ahmad Ally anatoka JKT Tanzania anakwenda kwingineko popote. Hizo taarifa si sahihi, Watanzania wazipuuze. Ahmad Ally JKT Tanzania, anaifundisha JKT Tanzania, yuko na JKT Tanzania, hakuna vinginevyo. Lakini hata awali wakati usajili wa wachezaji Yakubu Mohamed na Wilson Nangu ulizungumza haya, lakini mwisho wa siku mkaweka taarifa ya kuidhinisha kwenda kwenye klabu hiyo ya Simba. Ndicho hicho ninachozungumza, kwamba hizi taarifa za Ahmad Ally ni uzushi, hazipo na hazipo tena. Niseme hivyo labda. Kwa hiyo wazipuuze. Hayo ya kale, sijui ulinganishe, sijui ilikuwa hivi ikawa hivi, ilikuwa ni kwa wale na pengine hujui ni kitokea mpaka kufikia kuwa hivyo.
lakini kwa hakika mimi niseme tu na watu waamini hivyo kwamba Ahmad Ally ni mwalimu wa JKT Tanzania na hakuna taarifa zozote za yeye kuondoka kwenda sehemu nyingine. Na kama ofa itakuwa kubwa zaidi tofauti na ya kwenu? Hatuhitaji sisi ofa. Kwa nini nizungumzie kitu ambacho hakipo? Nimeshakwambia bwana Saidi, kitu hicho hakipo. Ofa ikiwa kubwa ya nini? Ya kwenda wapi? Hii weje? Hakuna kitu hicho. Yaani wewe unazungumzia kitu cha kufikirika ambacho hakipo, alafu unatumisha kabisa msuri. Kutokana na ubora ambao wanauonyesha kwenye timu ya JKT Tanzania, umewakonga nyoyo pia wakuu wa soka hapa Tanzania, na ndio maana unahusishwa zaidi na Simba. Wewe una malengo, sisi JKT tuna malengo. Labda kama kuna watu wengine ambao wanafanya mambo hayo hawana malengo. Sisi tuna malengo, si kama mnavyo yatazama wa Tanzania. Na ili uwe ufikie malengo ulionayo, lazima ujiandae katika yale yote ambayo yanakufikisha kwenye hayo malengo. Alafu kile ambacho unaona kwamba kinakwenda kukufikisha pale kwenye malengo unayoyahitaji, inafika wakati unakata mizizi hivi, huwezi kuyafikia hayo malengo uliyoyakusudia. Sasa sisi tuna malengo kama ameonekana ni bora kwa sababu yuko JKT Tanzania, kwamba JKT Tanzania wao hawahitaji kufika mahala kila kitakachoonekana ni bora basi wao wanakigawa kwenda sehemu nyingine. Mimi niseme tu kwamba hilo kwa sasa halipo. Tunahitaji kufikia malengo tuliyojiwekea msimu huu. Sasa ili tuyafikie malengo hayo, ni lazima yale yanayowezesha kufika hapo yawepo kwa ukamilifu. Sasa kwenye mpira lazima uwe na wachezaji walio imara, walio bora, wenye uwezo wa kucheza mpira, mafundi na vipaji pia. Lazima uwe na benchi la ufundi lenye uimara, linalojua nini kifanyike ili wachezaji wapate stadi zile za ubora za kuwafikisha huko mnakohitaji kufika. Mwe na uongozi thabiti, uongozi ambao utasimamia taratibu na shughuli zote ambazo zinaweza zikawafikisha huko mnakohitaji kufika. Sasa ukikata mizizi ya maeneo hayo mojawapo, maana yake huwezi ukafika kule unakohitaji kufika. Sisi JKT Tanzania tunahitaji kufika pale tunapotaka tufike. Kwa hiyo kwa ukamilifu wetu, kuanzia wachezaji, benchi la ufundi, uongozi, tutakwenda hivyo mpaka tufike pale tunapohitaji kufika. Kwa hiyo nimalize kwa kusema kwamba nifunge kabisa, yani sihitaji swali jingine kuhusiana na Ahmad Ally. Kwamba Ahmad Ally ni kocha wa JKT Tanzania na ataendelea kuwa kocha wa JKT Tanzania. Kwa hao wanaosema tulisema hivyo kwa Yakubu, tulisema hivyo kwa Nangu, na baadaye wakaondoka, basi wasubiri Ahmad Ally aondoke na wasitusumbue kwa maswali ya kila kukicha, lakini wao hawaamini hiki tunachokizungumza. Basi wasubiri huo muda atakapoondoka, basi waamini hicho wanachokiamini kwamba ilikuwa hivyo. Okay, kuna taarifa pia kwamba Azam wanalalamika na wamewasilisha malalamiko kunako bodi ya ligi wakipinga maamuzi. Wanaamini kwamba jana waamuzi wamewavunja, yani kwamba hakuwatendea haki. Je, kupata alama moja mbele ya Azam nyinyi JKT hamkustahili? Uwezo wetu ni mkubwa sana. Kwanza hiyo alama moja sisi halikuwa lengo letu. Lengo letu lilikuwa ni alama 3. Na kwa wale waliofuatilia ule mpira wanaamini na wanajua kwamba nini JKT Tanzania wamekifanya na kwamba wamekuwa bora kwa kiasi gani. Uwezo wao ukoje. Tuna mechi 3 tumecheza ili uone kwamba sisi ni bora. Tuna mechi 3 tumecheza. Katika hizo mechi 3 tumekuwa na mchezaji bora kwenye michezo yote ambayo tumecheza. Popita mchezaji bora kule Kigoma dhidi ya Shujaa. Kule Tanga
alikuwa Msengi alikuwa mchezaji bora kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Sasa kama kila mchezo wewe unatoa mchezaji bora, bado una mashaka na hiyo timu? Hapana. Sisi tunahitaji kuwaondolea Watanzania fikira zao potofu walizonazo, kwamba pengine soka la Tanzania linatawaliwa na timu fulani, kwamba hizo timu zenyewe zikicheza na timu fulani lazima zishinde, hata kama uwezo hazina kwenye hizo timu zinazocheza nazo, zenyewe lazima zipate ushindi kwa vyovyote vile. Sasa sisi tunataka tuoneshe kwamba ukijipanga, ukijiandaa, ukiwa na timu bora, kikosi imara, benchi la ufundi lililojitosheleza, hao wanaodhani kwamba wanaweza na wanashinda kila mchezo wanaocheza kwa sababu wao wana hati miliki ya ushindi na ubingwa, sisi hizo fikra ndizo tunazotaka. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.